Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji wa Tumaini Television, karibu katika Tumaini Habari. Tuweze kukuletea yale yote ambayo tumekukusanyia kwa siku leo, ikiwa ni Novemba 25, 2025, na kwa kuanza basi tuangazie yale machache kati ya mengi ambayo yako mezani kwangu kwa siku ya leo, ambapo Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba afanya mazungumzo na wahariri wa vyombo vya habari. Afrika yatoa msimamo mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa. Na Waziri Mkuu wa Taiwan Chow Ying-tai asema kurudi China si chaguo. Katika michezo na burudani, Serengeti Boys yasema haiogopi yeyote. Naam, mimi ni Stade Sadesides, karibu tuanze Tumaini Habari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewasilisha taarifa kwa niaba ya nchi 54 za kundi la Afrika katika siku ya mwisho ya mkutano wa 30 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP30 jijini Belém, Brazil. Taarifa hiyo, Afrika imesisitiza utolewaji wa fedha kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kutoka nchi zilizoendelea si hisani, ni wajibu, na kwa bara hilo linaendelea kusukuma mbele masuluhisho ambayo yanalinda jamii, maisha na kufungua maendeleo endelevu kwa zaidi ya watu bilioni 1. Mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Taarifa hiyo imewasilishwa na mwenyekiti wa kundi la majadiliano Afrika AGN, Dr. Richard Muyungi, ambaye pia ni mjumbe maalum na mshauri wa rais katika masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Dr. Muyungi amesema ufadhili wa masuala ya hali ya hewa ni lazima kutolewa kwa ruzuku badala ya mikopo, akibainisha kuwa mikopo inaongeza mzigo wa madeni wa mataifa ya Afrika. Amesisitiza kuwa mfumuko mpya wa hali ya hewa duniani lazima utoe haki, usaidizi wa haraka na upatikanaji wa haki kwa mataifa ya Afrika. Pia ameagiza urekebishaji katika kipaumbele cha juu kwa bara la Afrika, ambapo alitoa wito wa uwepo kwa viashiria vinavyoweza kupimika kwa lengo la kimataifa la kukabiliana hali ya hewa GGA, ili kuhakikisha uaminifu na kufuatilia maendeleo ya ustahimilivu wa mfumo wa ekolojia na kupunguza hasara na uharibifu unaohusiana na hali ya hewa. Kuhusu mpito na upatikanaji wa nishati, Dr. Muyungi ameeleza mpito wa haki kama ule unaopanua upatikanaji wa nishati kwa mamilioni ya Waafrika walio gizani kwa sasa. Hivyo, amesisitiza kuwekeza zaidi katika matumizi ya nishati safi ya kupikia rafiki kwa mazingira ya kutumia madini ya kimkakati ya Afrika kwa ajili ya maendeleo yake ya viwanda na kutengeneza ajira. Katika hatua nyingine, Dr. Muyungi amebainisha kuwa Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa kituo cha mtandao cha Santiago mwaka 2025, ambacho kitaratibu msaada wa kiufundi wa hasara na uharibifu. Sanjari na hatua hiyo, aliagiza juhudi za Tanzania katika kujenga kuta za bahari ili kulinda jamii za pwani dhidi ya kuingiliwa na maji ya bahari yanayotokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wakati huo, AGN imeipongeza Ethiopia kwa kuchaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa COP32 unaotarajiwa kufanyika Disemba 8 hadi 19 mwaka 2027 katika jiji la Addis Ababa. Itakumbukwa kuwa mkutano huo uliwahi kufanyika katika bara la Afrika mjini Sharm el-Sheikh mwaka 2022. Vile mkutano wa COP31 unatarajiwa kufanyika kwa pamoja na nchi mbili, Australia na Uturuki, kuanzia Novemba 9 hadi 20 mwaka 2027. Mkutano wa COP30 ulichagizwa na kauli mbiu ya Dira 2050, utekelezaji wa hatua jumuishi za uhimilivu na mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amefanya mkutano na wahariri wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam. Kikao hicho ni cha kwanza tangu ateuliwe Hassan. Kupitia mkutano huo, Waziri Mkuu amewasihi Watanzania kudumisha amani. Msukosuko huo umehusisha kupoteza maisha ya Watanzania, na wengine wamepoteza maisha bila kushiriki. Nimwambia mimi kwenye imani yangu, kumwaga damu ya mtu mmoja asiye na hatia sio baraka katika ardhi husika. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekutana na madhira hayo.
tunapokutana kama hivi, Watanzania tumekutana kama hivi, ombi langu sote na kila mmoja kwenye dhamira yake tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Kwa hiyo ni huruka ya mwanadamu kurahisisha, kubeza, lakini mimi niwaombe Watanzania, niwaombe na sisi tulioko hapa, kwa ukubwa wa jambo lililotokea, tusiweke agenda zingine na wala tusiweke mizaa mingine. Tuungane na Mheshimiwa Rais, lifanyiwe kazi kwa kina na tume, tujue undani wake. Na Marecha alikiwa huko Pemba ambako tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imekutana na wadau wa uchaguzi kisiwani Pemba katika kikao maalum cha tathmini ya mchakato wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Kikao kilichotawaliwa na mijadala ya wazi na mtazamo wa pamoja wa kuimarisha msingi ya amani, mshikamano na uwajibikaji kuelekea chaguzi zijazo. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Akifungua mkutano huo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC, Jaji George Joseph Kazi, amewapongeza wadau wa uchaguzi wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wananchi kwa kuendelea kudumisha amani na utulivu wakati wa mchakato wa uchaguzi. Tume inatambua kwamba uchaguzi ni mchakato shirikishi unaohusisha wadau wote wakiwemo serikali, vyama vya siasa, vyombo vya habari, asasi za kiraia na watu kutoka makundi maalum na wananchi kwa ujumla. Hivyo ni wajibu wetu tume kuitisha mkutano huu ili kufanya tathmini ya pamoja ya mchakato mzima wa uchaguzi mkuu kwa lengo la kubaini mafanikio tuliyopata, changamoto tulizokumbana nazo na nini tumejifunza kwa ajili ya kuboresha chaguzi zijazo. Wadau wa mkutano huo wameipongeza ZEC kwa kuandaa kikao cha tathmini, wakisema ni njia sahihi ya kujenga uelewa wa pamoja na kuimarisha mahusiano baina ya watendaji wa tume, vyama vya siasa, taasisi na wananchi. Wadau wa uchaguzi tuendelee kushirikiana na vikosi vyetu hivi kwa lengo moja tu, kuhakikisha amani na utulivu ndani ya nchi inaendelea. Wananchi walitii sheria bila shuruti kadri ya elimu iliyotolewa na makundi mbalimbali na wakajishirikisha wenyewe kwenye uchaguzi kama ambavyo ilikuwa imepangwa bila kuwa na dosari za kiusalama. Kuwaomba wadau wa uchaguzi, kila mmoja aliyechukua nafasi yake kuhakikisha kwamba amani na utulivu ilitawala mara hii, ili tulieke katika nyoyo zetu, ili na chaguzi nyingine zinazokuja tuvuke katika kipindi cha uchaguzi tukiwa katika hali ya salama, hali ya amani na hali ya utulivu, kwamba tumevuna tukio la amani na usalama na ndio tukawepo hapa. Kikao hicho cha siku moja kimefungwa na makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, Judge Aziza Sued, ambaye amesema maoni ya wadau yatasaidia kuongeza uwazi, kuimarisha imani ya wadau na kusaidia uchaguzi ujao kuwa ufanisi mkubwa zaidi. Kutokana na majadiliano ya siku ya leo, tume imetambua maeneo muhimu yanayohitaji kuimarishwa zaidi, ikiwemo usimamizi mzuri wa vifaa na miundombinu ya uchaguzi, elimu ya wapiga kura na uhamasishaji wa wananchi, ili kuimarisha na kuweka miundombinu ya uchaguzi inayojali watu wote. Kwa ujumla, washiriki wa mkutano huo wametumia nafasi hiyo kuimarisha mashirikiano na kuelekeza nguvu katika kuboresha mchakato wa uchaguzi, huku akiwaahidi kuendelea kushirikiana na ZEC ili kuhakikisha chaguzi zijazo zinakuwa za haki, shirikishi na zenye kuendeleza amani katika jamii. Na mara hii tuelekee Gaza ambapo mvua kubwa ina hali joto imefanya maisha kuwa magumu zaidi kwa familia zinazoishi katika mahema na majengo yaliyoharibiwa huko Gaza. Maji ya mafuriko yameharibu au kusomba chakula na vifaa ambavyo familia nyingi zilikuwa zikihifadhi, huku maji taka yanayofurika huongeza hatari ya magonjwa. Tupate undani wa taarifa hii. Msimu wa baridi unatishia kuwa mgumu sana kwa familia ambazo zimeishi kwa miaka miwili ya vita na hazina rasilimali nyingi za kukabiliana na msimu mwingine wa baridi katika maeneo ya wazi. Mamia ya maelfu ya watu bado wanahitaji chakula haraka,
Wengi wamehama majumbani mwao, mifumo yao ya chakula imeharibika na upatikanaji wa mahitaji ya msingi ni mdogo, huku mvua ikisababisha kuwa na hali mbaya zaidi. Kila kitu kimeharibika. Kuni, pasta, mchele ni vitupa kwa sababu vilikuwa vimeloa kwenye maji taka. Chochote kilichokuwa kimening'inia nilikikausha na kuhifadhi, lakini kilichobaki nilikitupa kwa sababu haikuwa salama kuliwa. Sikuweza kuchukua chochote isipokuwa vitu vichache vilivyokuwa vimening'inia. Kundi la usafirishaji linaloongozwa na WFP limewezesha usafirishaji wa mahema, mablanketi, vituo vya kuoshea magodoro kwa niaba ya washirika wa kibinadamu ambao kisha usambaza kwa idadi ya watu kabla ya msimu wa baridi. WFP pia imetoa magunia yatakayotumika kama mifuko ya mchanga ili kulinda kambi za ndani kutokana na maji ya mafuriko. Vifaa vyote vimeharibika na magodoro yameharibika. Hakuna kilichobaki. Kama unavyoona, majira ya baridi kali yalikuja na mvua kubwa, ikafurika kila kitu. Magodoro, blanketi na vifaa vya chakula kama unga vyote vimeloa na kutoweka. WFP imeendelea kusambaza chakula kote Gaza kwa njia ya vifurushi vya chakula, mkate, vitafunio vyenye lishe kwa watoto shuleni, milo ya moto jikoni na bidhaa muhimu za lishe ili kupambana na utapiamlo. Pia kusaidia familia zilizo katika mazingira magumu zaidi kupitia malipo ya kidijitali, hasa kwa familia zilizoathiriwa na maji ya mafuriko. Baridi inayokuja inaweza kuwa mbaya kwa familia zinazoishi Gaza. Wengi wao wanaishi katika mahema au makazi au majengo kama haya. Wiki moja iliyopita, mvua ilinyesha kwa nguvu na watu walipoteza chakula chao. Chakula chote walichokuwa wamewapa, chakula chao kiliharibika na walipoteza mali zao. WFP iliwafikia zaidi ya watu milioni 1 mwezi mmoja baada ya kusitisha mapigano, na mwezi huu kunatarajiwa kuwafikia wengi zaidi. WFP inatoa vifurushi vya chakula. Tunatoa milo ya moto jikoni. Tunatoa mkate kupitia maduka ya mikate na malipo ya kidijitali ili familia zinazojitahidi sana ziweze kununua chakula wanachokihitaji. Kuendelea na usaidizi huu katika miezi ijayo kutakuwa muhimu sana kwa familia hapa. Lengo la WFP ni kupanua kiwango cha sasa cha usaidizi wa chakula, huku ikipanua hatua kwa hatua usaidizi unaotegemea pesa taslim na kuimarisha juhudi za kufufua sekta za binafsi huko Gaza. Aneti Nyoni, Tumaini Habari. Na kwa taarifa kutoka Gaza inanipatia fursa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunasonga mbele na Tumaini Habari. Ni msimu wa sherehe na unajiuliza, wapi utapata ukumbi kwa sifa na kile unachostahili kwa gharama nafuu? Basi usihangaike. Maranta Hall iliyopo Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ndio jibu lako. Ni ukumbi wa kisasa wenye usalama mkubwa, mandhari ya kuvutia na nafasi kubwa ya maegesho ya magari ya wageni wote. Ukiwa na shughuli, yaani send off, harusi, kipaimara, komunio na mikutano, hakika Maranta Hall ni zaidi na zaidi. Pia Msimbazi Center inakukaribisha katika huduma ya hostel zenye mazingira tulivu unayoyahitaji kufanikisha shughuli zako. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0658 132354 na 0757 964554 au www.msimbazicenter.or.tz. Maranta Hall, kwa nafsi yako. Uongozi wa shule ya awali na msingi Mary of the Rosary iliyopo parokia Makongo Juu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam unawatangazia wazazi wote na walezi kuwa usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa. Shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Pia wanapokea wanafunzi wa kuhamia katika madarasa yafuatayo: middle class, pre-unit, upper na top class. Darasa la kwanza
na darasa la pili. Usafiri kwa wanafunzi upo. Shule ina mandhari nzuri ya watoto kujifunzia na maktaba ya kisasa ya watoto kujisomea. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Mary of the Rosary, Makongo Juu, au unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kupitia namba 0621 406 022 au 0774 640 004. Karibu sana Mary of the Rosary, umpe mwanao elimu bora yenye uhakika inayojengwa juu ya maadili mema kwa kutumia lugha ya Kiingereza pekee kama lugha ya kufundishia. Usaili yani interview utafanyika shuleni tarehe 13 Disemba mwaka 2025 kwa madarasa yote isipokuwa watoto wa baby class. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM 21217. Nurturing Minds, Creating Leaders. I know the Lord will make a way for me. Shule ya sekondari ya wasichana na wavulana Sullivan Provost iliyoko Kibaha kwa Matias imefungua dirisha la usajili kwa ajili ya wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo wa 2026. Interview ya kwanza itafanyika tarehe 13 mwezi wa 9 2025 saa 2 asubuhi shuleni Sullivan Provost Kibaha. Fomu za kujiunga zinapatikana Msimbazi Center au shuleni kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Shule imeandaa masomo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 1 mwezi wa 10 na kuhitimishwa tarehe 30 mwezi wa 11 2025 kwa gharama ya shilingi 300,000 tu kwa kipindi chote cha miezi miwili. Watoto wote watakuwa bweni. Sullivan Provost inajivunia ufaulu mzuri kwa wanafunzi wake kwa zaidi ya miaka 10 katika masomo yote ya sayansi, biashara na sanaa. Shule pia inajivunia masomo ya ziada kama michezo, utangazaji kwenye TV, kilimo cha mboga mboga, maua na matunda, ushonaji, tehama, muziki, uokaji wa mikate na lugha ya Kichina. Usajili wa Preform 1 utazingatia uwepo wa nafasi za bweni kwa upande wa wasichana na wavulana. Hivyo, kuwahi kwako kufanya malipo ndio tiketi yako ya kupewa kipaumbele. Yes, shule inaendelea kupokea wanaotaka kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha 3. Sikia, Sullivan Provost ni zaidi ya shule. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0715 21 0812 na 0754 21 0812 au mitandao ya kijamii kwa jina la Sullivan Provost_schools. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Padre Deogratius Chale, ni paroko wa parokia Mtakatifu Teresa wa Kalkuta Kivule. Basi nayo furaha kubwa kumshukuru Mungu katika parokia yetu ya Kivule ambayo ilitangazwa rasmi kwa parokia mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2016. Tulikuwa na mikakati mbalimbali. Nilikuta kanisa dogo ambalo kama mlivyoliona pale ndio tulioanza nalo. Kwa hiyo majukumu yalikuwa ni makubwa: kuweka miundombinu sawa, kufuatilia vibali na hati ya eneo, na kisha mnamo mwaka 2018 tarehe 25 Juni, miaka miwili baadaye baada ya kutangazwa parokia, ndio mchakato wa kuanza kujenga kanisa hili jipya linaonekana sasa hivi ulianza. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, mpaka mwaka huu 2025 tarehe 7 Disemba kanisa hili litatabarukiwa na Askofu Mkuu wa Jimbo kuu la Dar es Salaam, Mhashamu sana Yuda Tadeus Ruwa'ichi. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba nimeanza parokia hii kwa kuanza na kujenga kanisa baada ya miaka miwili toka 2016 hadi 2018 kuanza kujenga kanisa, na mpaka sasa linatabarukiwa ikiwa bado nipo. Ni jambo jema, manake kwa experience na uzoefu nimeona sehemu nyingi mpaka linakuja kutabarukiwa kanisa labda washapita maporoko 4, 3, 5. Kwa hiyo basi ni jambo sana la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo nazidi kwa asa na kwa chia shime waamini wa parokia Mtakatifu Teresa Kalkuta waendelee na majitoleo yao, pamoja na kuwashukuru kwa haya yote ambayo wameyafanya, kwa sababu ni nguvu zao tumeweza kujenga hilo kanisa
na pia chuo cha kisasa cha parokia. Kwa majina naitwa Consolata Emmanuel Joseph, najishughulisha na wakala wa kibenki pamoja na mitandao ya simu. Napatikana eneo la Mwananchi, Usuruga. Wakala wa Mkombozi Benki na mbili. Mwanzo kipindi sijana na wakala wa Mkombozi Benki, wateja walikuwa wanakuja kuulizia mkombozi. Kwa sasa nilipopata wakala wa Mkombozi Benki, wateja wanatoka mbali, wanatoka Kisesa, mwingine anatoka Nyamongolo, anakuja mpaka hapa. Mimi kama wakala wa Mkombozi Benki natoa huduma mbalimbali, kama kutoa pesa, kuweka pesa, kununua vifurushi vya TV, kufungua akaunti, kununua umeme na malipo mbalimbali. Mimi kama wakala wa Mkombozi Benki napata faida pale ninapomhudumia mteja. Commission yangu inakuja hapo kwa hapo, tofauti na benki zingine. Mimi kama wakala wa Mkombozi Benki na washauri mawakala wengine wawe na wakala wa Mkombozi Benki, kwa sababu wateja ni wengi na mashine zinapatikana kiurahisi. Mkombozi Commercial Bank, a bank with integrity. Shule ya sekondari ya Masaka iliyoko Kigezi Buyuni, Ilala jijini Dar es Salaam ni chaguo sahihi kwa malezi na elimu bora. Masaka ni shule ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni. Inapokea wanafunzi wa dini zote na inalenga kuandaa kuingia kwenye 10 bora katika mitihani yote ya kitaifa. Wanatoa masomo ya sayansi, biashara na sanaa. Wana walimu mahiri, miundombinu ya kisasa na mazingira rafiki kwa kujifunza. Michezo pia ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Masaka. Wana viwanja vya kisasa na vifaa bora kwa michezo mbalimbali kama soka, mpira wa kikapu, riadha na mingine mingi. Mabweni yao yana huduma zote muhimu: maji safi, umeme na ulinzi ni saa 24. Fomu za kujiunga zinapatikana Masaka Secondary School Kigezi Buyuni, Masaka Pre and Primary School Moshi Bar, Gongo la Mboto, na Ukonga Madafu Satra Stationary kwa ada ya shilingi 30 tu. Mtihani wa kujiunga na shule ni kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa na matokeo kutoka siku hiyo hiyo. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu nambari 0744559488 au 0688125029 au tuma barua pepe schools.masaka@gmail.com. Masaka Secondary School, kituo cha elimu bora, maadili imara na uongozi wa kesho. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Tumaini Habari na tunasonga mbele. Unayo fursa pia ya kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube kwa kuandika Tumaini_TV. Na mara tuelekee Dodoma, ambapo serikali kupitia Wizara ya Madini imeielekeza Tume ya Madini kufuta jumla ya leseni 73 ambazo maeneo yake hayajaendelezwa. Mwandishi wetu anaundana taarifa hii. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na Waziri wa Madini Anthony Mavunde wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu baadhi ya wamiliki wa leseni wanahodhi maeneo bila kufuata sheria. Wamiliki wa leseni za utafutaji wa madini 44 wameshindwa kurekebisha makosa yao. Vile vile wamiliki leseni 29 za uchimbaji wa kati wa madini wameshindwa kurekebisha makosa yao. Napenda kuutangazia umma kwamba naielekeza Tume ya Madini kufuta jumla ya leseni 73 ambazo wamiliki wake wameshindwa kurekebisha makosa. Aidha, Waziri Mavunde amebainisha kuwa zoezi hilo litakuwa endelevu. Lengo ni kuhakikisha wanaokata leseni wanazifanyia kazi kwa maslahi ya taifa. Tunakwenda awamu kwa awamu. Awamu hii imegusa leseni za utafiti na leseni za uchimbaji madini za kati, kwa maana mining license. Kwa hiyo tunakwenda awamu kwa awamu. Kwanza tumeanza na hizi kubwa, kwa sababu hizi zinachukua maeneo makubwa sana, na hizi pia masharti yake mengi yapo tofauti. Tumeanza nao hili katika awamu ya kwanza. Tutaendelea na zoezi la kuhakikisha leseni nyingi ambazo zimetolewa zinafanya kazi. Ikumbukwe kuwa mnamo mwezi Aprili mwaka huu 2025, Waziri wa Madini alitoa tamko la ufuatiliaji leseni
ikiwa ni pamoja na kutoa hati za makosa kwa makampuni mbalimbali, hasa makubwa ambapo kwa muda mrefu yalikuwa hawajaendeleza maeneo yao, na baada ya hapo makampuni mengi yaliwasilisha taarifa zao za utetezi na mengine yameanza shughuli za uchimbaji. Shirika la kidini la Pasada linalofanya kazi chini ya Kanisa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam la kuhudumia watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi limetoa takwimu za watu wanaohudumiwa na shirika hilo kuanzia mwezi Septemba 2025. Akizungumza na Tumaini Habari kuelekea siku ya Pasada inayotarajiwa kufanyika Disemba 7, 2025, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Pasada Jovini Riziki akatoa takwimu hizo na kuomba waamini na watu wenye mapenzi mema kuchangia siku hiyo. Hadi ilipofika Septemba mwaka 2025, idadi ya watu waliopata huduma za matunzo na tiba katika vituo vyetu 25 ni watu 27,813. Idadi ya watoto wenye virusi vya ukimwi na wale ambao wanaishi katika familia zenye watu wanaoishi na virusi vya ukimwi waliohudumiwa hadi Septemba 30 ni watoto 68,092. Idadi ya watu wapya kwa mwaka huu ulioishia Septemba 30, 2025 waliopimwa na kuonekana na virusi vya ukimwi kupitia taasisi yetu ya Pasada ni watu 1154. Na mara tuelekea Kilimanjaro ambapo katika kuhakikisha kuwa utunzaji wa mazingira unakuwa endelevu, shamba la miti la West Kili limekuwa na programu mbalimbali zinazolenga utunzaji wa mazingira ndani na nje ya hifadhi kwa kugawa miche kwenye shule za msingi na kuhakikisha zinapandwa kwa utaratibu unaotakiwa. Mhifadhi mkuu wa shamba la miti West Kilimanjaro PCO Robert Faida amesema hayo wakati akizungumza wilayani Siha mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa wanatoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa kuanza na wanafunzi ili wajue umuhimu wa kutunza mazingira, kwani wao ndio kizazi kinachokuja. Nje ya hifadhi tumekuwa tukigawa miche kwenye shule za msingi na kuhakikisha inapandwa kwa kufuata utaratibu mzuri, lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa wale wanafunzi kwa sababu ndio kizazi kinachofuata. Wao wanajua umuhimu wa kutunza mazingira, lakini pia waonje manufaa ya kuwa na mazingira mazuri. Kwa hiyo tunatengeneza programs za kupanda miti kama vile miti ya matunda. Mkuu wa wilaya ya Siha Christopher Timbuka amesema kuwa wamekuwa wakiendesha kampeni mbalimbali za utunzaji wa mazingira ili kuhakikisha kuwa maeneo yanayozunguka wilaya hiyo yanatunzwa. Tumekuwa tukiendesha kampeni mbalimbali za kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa yanatunzwa, yanalindwa na tunayalinda vizuri ili yaendelee kuwa na vivutio vizuri. Na pia ukiondoa swala la utalii, maeneo mengi yanayopatikana katika wilaya ya Siha ni maeneo ambayo ni vyanzo vya maji yanayotumiwa na wakazi mbalimbali. Naye afisa utalii wa shamba la miti West Kilimanjaro Mansia Eli amesema katika hifadhi ya shamba la West Kilimanjaro limekuwa kivutio cha wageni kutoka maeneo mbalimbali na hivyo kuchangia ongezeko la wageni wanaotoka ndani na nje ya nchi kutembelea na kujionea vivutio vinavyopatikana ndani ya shamba hilo. 2024 ongezeko la wageni likaongezeka kwa 37.04 na wageni wa ndani wakawa 46.6. Kwa mwaka huu 2025 kuanzia mwezi wa 7 tumeshafika 21% ya wageni wa nje. Kwa upande wao wananchi wanaoishi katika maeneo hayo wamesema kwamba uwepo wa shamba hilo umekuwa ukiwasaidia, kwani wamekuwa wakifanya shughuli za kimaendeleo kupitia shamba hilo. Tunalima, vinatusaidia matumizi yetu binafsi na vitu vingine ambavyo vinapatikana ndani ya msitu. Yaani wanatushauri kwa ujumla kwamba kutunza mazingira, mazingira yale yanatusaidia sisi katika kuishi kwenye hali ya kibinadamu.
Shamba hilo la West Kilimanjaro lenye hekari 7632 limekuwa na mchango kwa jamii inayozunguka maeneo hayo, kwani limekuwa likitoa fursa za kilimo pamoja na ajira. Taarifa yake Rehema Abraham imesomwa hapa studioni nami Samson Kes, Tumaini Habari. Na mara yetu elekee Tanga, ambapo serikali awamu ya 6 katika kipindi cha pili imekusudia kuanzisha wizara ya vijana, ikilenga kutatua changamoto mbalimbali pamoja na kubaini fursa zitakazo wanufaisha walengwa katika kujiletea maendeleo. Kwa taarifa zaidi na Dominic Maro kutoka Tanga. Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya vijana wa jiji la Tanga akiwemo Hemedi Bakari na Jafeti Abedi wamesema uwepo wa wizara ya vijana itasaidia serikali kujua mahitaji ya vijana na njia za kuwasaidia watimize malengo yao ya kimaendeleo. Basi tunaomba ijaribu kutengeneza watu wa kuweza kutoa elimu kwa vijana wetu, kwa sababu kikubwa ambacho kinaumiza vijana wetu ni kuwa na elimu. Kwa mfano swala la mikataba, vijana wengi wanakosa elimu za mikataba, kwa sababu anapoletewa chombo kwamba chukua chombo hiki hapa utalipa shilingi 10,000 kwa mfano kwa siku, huwa haangalii kwamba yule mkataba una sheria, labda anapoumwa, anapopata labda msiba, moja kwa moja mkataba unashindwa kuwa na vigezo ambavyo vinaweza kumfavor bodaboda wetu. Kwa hiyo idili moja kwa moja na vijana, lakini tunatarajia mafanikio makubwa, na matarajio yetu ni kwa hiyo wizara iweze kutufikia vijana. Lakini kikubwa ambacho tunakiomba, ile wizara moja kwa moja idili na makundi haya maalum moja kwa moja. Kama sisi bodaboda, basi tunapokuja fursa moja kwa moja zifike kwenye ofisi za bodaboda ili tuweze kuwasimamia vijana wetu, zisipite kwenye sehemu nyingine, kwa sababu zikipita kwenye sehemu nyingine kunakuwa na changamoto, masharti yanakuwa ni magumu. Lakini tunapofika moja kwa moja kwenye ofisi, kwa sababu sisi tunawasimamia wale vijana, basi tutasimamiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano mikataba, vijana wetu mtu anapewa mikataba pikipiki moja, bosi anachukua 1,500,000, anampokonya anampa mwingine 1,500,000. Pikipiki moja bosi mmoja anaweza akachukulia mpaka 8,000,000. Kizingatia mimi kama kijana ambaye nipo Tanga, nimeona Mheshimiwa Rais ameanzisha mradi wa maendeleo SGR inaofika mpaka Musoma. Ni fursa kubwa kwa vijana wa Tanga. Kuna mambo mengi. Sasa hivi tunashuhudia shughuli za bandari zinavyofanyika. Tumeona kuna movement kubwa ya bandari yetu kufanya kazi katika viwango ambavyo hatujavizoea. Kwa hiyo mimi kama kijana naendelea kuunga mkono taratibu zote zinazoendelea katika taifa la Tanzania. Fursa mbalimbali zitakazotukwamua vijana kiuchumi. Hata yale mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumzia kuhusu asilimia 10. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kijana ni nguvu kazi ya taifa, na walio wengi wanajituma katika kufanya kazi mbalimbali ambazo zinawawezesha kutimiza malengo yao ya kimaendeleo ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka Tanga, ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Na mara yetu elekea huko Mara, ambapo kijana mmoja aitwaye William Koda mwenye tatizo la afya ya akili anadaiwa kumuua mtoto mwenye umri wa miaka 3 aitwaye Mariam Paye kwa kumdumbukiza katika shimo la maji taka katika eneo la Makoko, Zanzibar, manispaa ya Musoma, mkoani Mara. Taarifa kutoka mkoani Mara inasomwa hapa studio. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema William Koda anadaiwa kufika katika eneo la Makoko, Zanzibar, na kuwakuta watoto wakicheza. Kutokana na tatizo alilonalo, alimchukua Mariam Paye na kumdumbukiza ndani ya shimo la choo. Kwa kweli huyu baba amefanya kitendo cha kinyama ambacho hakijawahi kufanywa na watu wengine. Mama yake akatangulia kukimbia kuwahi kuja huku. Mimi natoka nyuma nakuta tayari yule mtoto ameshamtoa mle shimoni, wameshamkimbiza hospitali. Hapo hivyo nikamkutana na kijana mnene mfupi hivi. Sasa nilipofika sehemu maeneo hayo nikaona anavua maibo yake. Alivovua maibo akainama. Sasa bwana anaokota, anataka kuokota jiwe, nikampisha kidogo nikapembeni. Maeneo kwenye nguzo hapo. Akachukua yebo akakimbia, akapitia hapo. Sasa alipopita hapo mimi nikatoka hapo, nikakutana na mtu mmoja hapo. Sasa akawa amekuja kunisalimia msiba, nimefiwa mamangu tarehe 18 mwezi wa 9. Sasa akasema mkuta sipo, akasema labda nikupe namba, una namba ya simu, akasema hamna. Sasa wakati bado nakaa na huyu tunaongea naye, huyu mama anapiga kelele, jamani wewe, jamani huyu. Sasa mimi nikakimbia kutoka pale, hivyo kimbia kutoka pale nikamfuatilia kuna nini, na unamchukua maebo, anasema hamna, ametokea kunikuta shimoni. Basi kidogo kimbia kama watu 3 hivi. Sasa nilipokuja
nachungulia kwa mbali hivi, kulikuwa ni shimo ameacha nafasi, nikaona hiki na mkono. Mbona kuna mtu? Huyu nani huyu mchungaji, akawa na watu wengine wakafika. Kama jamani tukimbilie hata kamba tumulowe. Unaona? Sasa baada ya kukimbia tukaenda mjumbe tukuta hamna. Sasa kwangu huwa ni mfugaji na kamba, ikabidi nikimbie kwenda nyumbani kwangu. Sasa wakati nakuja nikakuta tayari wameshaleta ngazi, wamebomoa ile shimo, wamemtoa yule mtoto wake. Nilipofika hapo nikaona watoto watatu wamesimama pembeni na baba mmoja amechungulia kwenye shimo, yani ameningiza kichwa kwenye shimo kabisa hivi, ampiga magoti. Nikamwambia nani amekupa idhini ya kubomoa shimo langu hapo kwenye tofauti ukatoka bandua? Hakunijibu. Akachukua bozaka akakimbia. Ukimbia nikamwambia jamani naomba mnikamatie huyo, amebomoa shimo langu la choo chini, amebomoa matofali amekimbia. Alafu ameniingiza kichwa kwenye shimo, alikuwa anataka kujiua au vipi? Au ana stress gani? Mkamati wasema kama kwanza kujiua amekimbia achana naye. Nikamwambia sasa amebomoa tofali zile, alikuwa anatafuta nini? Naomba mlete. Sasa nikapiga, "Yo jamani kamateni huyo." Kidogo mwanangu akaingia na pikipiki. Alipoingia na pikipiki, nikamwambia kuna mtu alikuwa amebomoa shimo la choo huku. Amechungulia, anataka kwanza kujiua. Kwa naomba mkimbize mlete. Kidogo nikutana jirani yangu huyu. Akaniambia unapiga nini kelele? Nikamwambia kuna mtu kwanza kujiua kwenye shimo. Mimi nafikiri amekuibia ebo. Shimo liko sehemu gani? Nikamwambia liko huko nyuma ya nyumba. Basi wakaja huyu baba Zamberi pamoja na Saida na binti yangu. Walipofika wakasema wanasema kuna shimo, kumbana kuna mtu. Kuna mtu. Ndio tukapiga yowe msaada. Baadaye mimi nikapoteza fahamu. Sikuelewa kinachoendelea. Baba mzazi wa marehemu Mariam Paye Ludala anaeleza juu ya namna alivyozipata taarifa hizo, huku mwenyekiti wa mtaa wa Zanzibar Hamisi Kuyenga akithibitisha kutokea tukio hilo mtaani kwake. Fika mjini hapo stendi hapo. Nimefika hapo. Nafika kidogo mtu ananiambia, "Usije, nenda paka hospitali." Kamwambia hospitali gani? Kamwambia sijui ameenda Makoko, sijui ameenda jeshini. Sasa sikutaka kuelewa sasa tufanyeje. Nilichanganyikiwa kwa kweli. Nilitafuta pale hapo kufika hapo kwenye sheri kuja hapa nikapanda bajaji. Sasa wanaambia ni hata Makoko. Basi nikapanda bajaji. Kuja kufika hapo nikachanganyikiwa. Kupanda bajaji ya kwenda Makoko, hospitali kushukia kule nikashukia hapo chini. Nikashukia mtakuja hapo karibu kwa nani hapo. Sasa nikajua natapata pikipiki, naomba nikimbize nyumbani. Nikapanda kuja huko nyumbani. Tafuta pikipiki kalikosa, nikaja moja kwa moja. Nikaja kutoka kule nakimbia paka hapa nyumbani. Nilipopigiwa simu na mchungaji Samson Yusuf akinihitaji nije hapa, akinambia kuna tukio mtoto amedumbukizwa shimoni. Sasa sijajua ni nani kamtumbukiza kwenye shimo, mimi nikaja. Nilipofika hapa nilikuta tayari mtoto ameshamtoa kwenye shimo. Wanapanda pikipiki kwenda wapi? Kwenda hospitali. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Lutumo akizungumza kwa njia ya simu anakiri kuwepo kwa taarifa hizo na kusema pamoja na William Koda kudaiwa kumuua mtoto huyo, lakini pia naye alifariki dunia kwa kushambuliwa na wananchi wenye hasira. Ni kweli ndugu mwanahabari. Hilo ni tukio la tarehe 22 mwezi wa 11 2025 ambapo majira ya saa 10 za jioni maeneo hayo ya Zanzibar, kata ya Makoko kama ulivyosema, manispaa ya Msoma, mtoto wa miaka 2 na miezi 9, mtoto wa kike, huyu alichukuliwa na mtu ambaye hafahamiki na kwenda kumtumbukiza katika shimo la taka. Na baada ya kufanya hivyo mtuhumiwa aliweza kutoroka, lakini watu wema, raia wema walifanikiwa kumkamata. Waziri Mkuu wa Taiwan ameondoa uwezekano wa kuungana tena na China. Matamshi yake yalikuja saa chache baada ya rais wa China Xi Jinping kutaja swala hilo katika simu na rais wa Marekani Donald Trump. Tupate undani wa taarifa hii.
Serikali ya Taiwan imekataa mara kwa mara kile inachokiona majaribio ya Beijing ya kudhoofisha uhuru wake. Mapema mwezi huu, Taiwan ikawa kitovu cha mzozo wa kidiplomasia kati ya Beijing na Tokyo. Hiyo ni baada ya waziri mkuu mpya wa Japan, Sanae Takaichi, kudokeza kwamba nchi yake inaweza kuingilia kijeshi ikiwa China itashambulia kisiwa hicho kinachojitawala. Matamshi yake yalisababisha mwitikio mkali kutoka Beijing na ulisababisha kusitisha uagizaji wa vyakula vya baharini kutoka Japan na kwa shauri raia wake wasafiri huko. Dule B. Evans, Tumaini Habari. Na kwa taarifa ya kutoka huko inanipatia fursa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Ni msimu wa sherehe na unajiuliza, wapi utapata ukumbi kwa sifa na kile unachostahili kwa gharama nafuu? Basi usihangaike. Maranta Hall iliyopo Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ndio jibu lako. Usalama mkubwa, mandhari ya kuvutia na nafasi kubwa ya maegesho ya magari ya wageni wote. Ukiwa na shughuli, yaani send off, harusi, kipaimara, komunio na mikutano, hakika Maranta Hall ni zaidi na zaidi. Pia Msimbazi Center inakukaribisha katika huduma ya hostel zenye mazingira tulivu unayoyahitaji kufanikisha shughuli zako. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0658 132354 na 0757 964554 au www.msimbazicenter.or.tz. Maranta Hall, kwa nafsi yako. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Tumaini Habari na maraini habari za biashara na uchumi, na tuelekea Geita ambapo serikali kupitia halmashauri ya manispaa ya Geita imeendelea kutoa mikopo kwa makundi ya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 2 tayari zimetolewa kwa makundi hayo. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Kizungumza wakati wa zoezi la utoaji wa mikopo, mkuu wa wilaya ya Geita Ashim Komba ametaka halmashauri kuona uwezekano wa kufanyia kazi hoja na maombi yanayowasilishwa na vikundi ili kuwawezesha wanufaika zaidi. Lazima tufanyie kazi hoja ya maombi yanayowasilishwa na vikundi. Kama kikundi kimewasilisha maombi ya milioni 50, hebu tuone umuhimu wa kuwapatia milioni 50 yote kama ilivyoomba ili uweze kuleta tija kwenye haya. Kama kikundi kimeomba milioni 20, kipatiwe milioni 20 yote. Kama kikundi kimeomba milioni 10, kipatiwe milioni 10 yote. Faida ya jambo hili ni nini? Wamekuwepo baadhi ya watu wakizungumza ya kwamba wanaweza wakachelewa kuzifikia ndoto zao kwa sababu kinachoombwa na kinachotoka ni vitu viwili tofauti. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita Fred Mienzi amesema kuwa kwa mwaka wa fedha 2024/25 halmashauri imekopesha kiasi cha shilingi bilioni 2.3, ambapo kufuatia mfumo mpya uliowekwa zaidi ya milioni 750 zimekwisha kurejeshwa ndani ya muda uliopangwa. Tumeona katika awamu ya kwanza tu ya kukopesha kumekuwa na afya sana kwenye eneo hili la utoaji wa mikopo na marejesho yake. Naomba tujipigie makofi sana kwa sababu katika awamu ya kwanza ambayo tulikopesha kiasi cha shilingi bilioni 2.3 kwa mwaka wa fedha 24/25, baada ya mfumo mpya kurejeshwa, tayari kuna milioni 750 zimekwisha kurejeshwa ndani ya wakati, na tayari zile bilioni 1.6 zilizobaki urejeshaji wake bado ni mzuri. Tunaamini kabisa wako ndani ya wakati. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameelezea namna ilivyosaidia kuboresha shughuli zao za kiuchumi, huku mkuu wa wilaya hiyo akisisitiza umuhimu wa ubunifu katika biashara badala ya kuendelea kutegemea mawazo ya kawaida kama kuwekeza kwenye bodaboda. Nashukuru sana, namshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri, tunarejesha vizuri, na wasi vijana wenzangu wapambane, hata kama ni nje ya Geita, hata maeneo mengine, mkoa mwingine, wao wako vizuri kwenye kurejesha ili tuendelee kunufaika na hii. Tusibaki tu na mawazo la boda zitakuwa nyingi kuliko abiria.
Serikali kupitia halmashauri ya manispaa ya Geita imeendelea kutoa mikopo kwa makundi ya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 2 tayari zimetolewa kwa makundi hayo, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali za kuwainua kiuchumi wananchi na kuimarisha upatikanaji wa mitaji ya kuendeleza shughuli za uzalishaji mali katika jamii. Na mara hii tupate undani wa taarifa za ubadilishaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Kwa taarifa hizo kutoka BOT na ipatia fursa kupata mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani. Uongozi wa shule ya awali na msingi Mary of the Rosary iliyopo parokia Makongo Juu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam unawatangazia wazazi wote na walezi kuwa usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa. Shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Pia wanapokea wanafunzi wa kuhamia katika madarasa yafuatayo: middle class, pre-unit, upper na top class, darasa la kwanza na darasa la pili. Usafiri kwa wanafunzi upo. Shule ina mandhari nzuri ya watoto kujifunzia na maktaba ya kisasa ya watoto kujisomea. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Mary of the Rosary, Makongo Juu, au unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kupitia namba 0621 406 022 au 0. Karibu sana Mary of the Rosary, umpe mwanao elimu bora yenye uhakika inayojengwa juu ya maadili mema kwa kutumia lugha ya Kiingereza pekee kama lugha ya kufundishia. Usaili yani interview utafanyika shuleni tarehe 13 Disemba mwaka 2025 kwa madarasa yote isipokuwa watoto wa baby class. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM 21217. Nurturing Minds, Creating Leaders. I know the Lord will make a way for me. Shule ya sekondari ya wasichana na wavulana Sullivan Provost iliyoko Kibaha kwa Matias imefungua dirisha la usajili kwa ajili ya wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo wa 2026. Interview ya kwanza itafanyika tarehe 13 mwezi wa 9 2025 saa 2 asubuhi shuleni Sullivan Provost Kibaha. Fomu za kujiunga zinapatikana Msimbazi Center au shuleni kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Shule imeandaa masomo ya Pre-Form 1 yatakayoanza tarehe 1 mwezi wa 10 na kuhitimishwa tarehe 30 mwezi wa 11 2025 kwa gharama ya shilingi 300,000 tu kwa kipindi chote cha miezi miwili. Watoto wote watakuwa bweni. Sullivan Provost inajivunia ufaulu mzuri kwa wanafunzi wake kwa zaidi ya miaka 10 katika masomo yote ya sayansi, biashara na sanaa. Shule pia inajivunia masomo ya ziada kama michezo, utangazaji kwenye TV, kilimo cha mboga mboga, maua na matunda, ushonaji, tehama, muziki, uokaji wa mikate na lugha ya Kichina. Usajili wa Pre-Form 1 utazingatia uwepo wa nafasi za bweni kwa upande wa wasichana na wavulana. Hivyo kuwahi kwako kufanya malipo ndio tiketi yako ya kupewa kipaumbele. Yes, shule inaendelea kupokea wanaotaka kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha 3. Sikia, Sullivan Provost ni zaidi ya shule. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0715 21 0812 na 0754 21 0812 au mitandao ya kijamii kwa jina la Sullivan Provost_schools.
Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Tumaini Habari na mara hii ni habari za michezo na burudani. Naye Aaron Mpanduka yuko tayari kutujuza yale yote ya kimichezo ambayo yamejiri kwa takriban siku nzima na yale yanayotarajiwa kujiri kwa juma hili. Aaron Mpanduka, karibu, sasa nafasi ni ya kwako. Asante sana Stadius Aristides kwa kuniunganisha. Safi kabisa, na mimi napokea pasi yako nzuri na tunakwenda kuangazia habari za michezo na burudani. Tunaanza taarifa kuhusiana na timu ya Serengeti Boys ya vijana wenye miaka chini ya 17 ambapo kupitia kocha wao Elieneza Sangazeru amesema kwamba anaamini watafanya vizuri dhidi ya timu yote ambayo watakutana nayo katika michuano ya vijana ya AFCON. Hivi sasa Serengeti Boys na heka za kuwania kufuzu fainali za AFCON katika ukanda wa Sekafa, na katika ukanda huo imeweza kufanya vizuri. Sangazeru anasema kwamba kwa mwenendo ambao anaonyesha timu yake katika michuano hiyo, anaamini kabisa atafanya vizuri pia katika michuano ya AFCON. We had a target since we start preparing in Tanzania, and we thank God that we finished our group stage with 12 points and 24 goals. It has been good for the boys. We just need to look forward now for the semis because the big target is to qualify for the... Na sasa tuangazie ligi kuu soka Tanzania bara ambako timu ya soka ya Mbeya City maarufu kama wanakoma kumwanya kutoka pale Mbeya wametua salama katika kituo cha mchezo pale jijini Tanga kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Coastal Union ya Tanga, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Gwamaka Gabriel Mwankota ambaye ni afisa habari wa Mbeya City amesema kwamba wamejiandaa vizuri kwa mchezo huo na anaamini kabisa kwamba licha ya kupoteza mchezo uliopita hawezi kupoteza tena mchezo unaofuata dhidi ya Coastal Union wazee wa ndima wa Gosi wa Kaya. Ni kupata pointi 3 muhimu ambazo zitatuweka vizuri kwenye msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara. Kama unavyojua kwamba kumekuwa na ushindani kwenye ligi, na unavyoona hata matokeo kwenye viwanja, una mtu kafungwa 1-0, amekwenda sare bila. Kwa hiyo hii inadhihirisha namna gani ligi imekuwa ngumu. Tayari mwalimu Malale 50 na wasaidizi wake wameanza kuyafanyia kazi ama kuzifanyia kazi ile changamoto ambazo zijitokeza kwenye mchezo wetu dhidi ya Mashujaa, na ule uimara ambao tuliokuwa nao, changamoto kuziondosha lakini uimara kuboresha ili tuweze kufanya vyema kwenye mchezo wetu dhidi ya Coastal Union siku ya Jumatano. Kwingineko, kocha mkuu mpya wa TRA United Etienne Daragije ameitikisa timu ya JKT Tanzania kuelekea kunako mchezo wao wa kesho wa ligi kuu soka Tanzania bara, akisema kwamba mchezo huo wanaamini kabisa kwamba utakuwa mgumu, lakini wao watafanya kila wanaloweza ili kupata pointi 3 katika siku hiyo. Ikumbukwe TRA United ikitokea Tabora itaalikwa pale Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam majira ya jioni katika mchezo huo, lakini Daragije anasema kwamba licha ya JKT Tanzania kuwa wagumu, hilo haliwezi kumtisha hata kidogo kuelekea katika mchezo huo kulingana na maelekezo ambayo atawapa vijana wake kuelekea mchezo husika. Timu imepata sare, the last game tumeshinda. Sasa tujakaa sawa, tumetoka kwenye sare tumeshinda. Kwa hiyo tuko vizuri, hatuko hisi naongelea. JKT ni timu nzuri, ni timu iko kwenye ligi kuu kama gisi Tabora tuko kwenye ligi kuu. Kwa hiyo tumejiandaa tukijua kama itakuwepo. So ni moja ya timu nzuri, mwalimu mzuri, mzoefu. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Nina imani kuwa itakuwa burudani nzuri kwa wenye wanapenda mpira. Kwingineko, kocha mkuu wa Fountain Gate Mohamed Laizer ametamba kwamba atafanya vizuri katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya timu ya Tanzania Prisons, mchezo ambao utapigwa siku ya kesho. Laizer amesema kwamba anaamini wachezaji wake wako vizuri na wataamka vizuri katika siku hiyo ili kuhakikisha kwamba wanaididimiza na kuiangamiza timu ya soka ya Tanzania Prisons maarufu kama Wajelajela. Ni ukweli kabisa kama mechi ya Fountain Gate na Prison haijawahi kuwa nyepesi. Kwa kwanza aina ya kalba ya walimu waliopo pale, kuzungumzia bwana Utieno na bwana Tupa, ni walimu ambao tunafahamiana, na kama ulivyosema wao wanatumia matumizi yao ni ya nguvu kubwa. Tunaamini tumeshakutana zaidi ya mara moja au mara mbili, lakini mwisho wa siku tunaamini huu ni mchezo ambaye ni mwingine na plani yetu sisi ni nyingine, na tunaamini tutafanikiwa kupata pointi 3. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa kwenye habari za michezo, na piga pasi taarifa habari katika usiku huu wa leo. Asante sana Aaron Mpanduka kwa taarifa za michezo na burudani, na inanipatia fursa pia kuangazia taarifa za utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo
kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na hata hivyo, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita pamoja na Kigoma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na mkoa wa Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Beka William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Naam, kwa taarifa kutoka TMA ndio inahitimisha Tumaini Habari kwa siku ya leo. Nashukuru wote ambao wamehusika kuandaa Tumaini Habari, ikiwemo waandishi wetu habari kutoka mikoa mbalimbali, lakini pia dawati zima la Tumaini Habari kwa siku ya leo Novemba 25. Mimi ni Sadus Aristides, asante na uwe na wakati mwema.